Ahlan wa sahlan, sina shaka hujambo, kumekucha tena kuwa nasi hapa viwanjani ili tuweze kukujuza yale ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Kumbuka kuanzia saa 3 mpaka pale saa 6 unakuwa nasi hapa katika kipindi bora kabisa cha michezo cha viwanjani, iweze kupata mazuri ambayo tunayo kwa siku hii ya leo. Kumbuka tu katika zile taarifa ambazo kubwa kwa siku ya leo ni kuhusiana na maandalizi ya mchezo wa mkondo wa pili wa fainali ya kombe la shirikisho kule visiwani Zanzibar kati ya Simba na RS Berkane. Maandalizi yanaendelea kule, lakini pia msimu wa mwaka 2024-2025 wa ligi kuu ya Tanzania, hapo ndipo ambako utakuwa unamalizika na hatimaye kujulikana kwa wakilishi wa Tanzania katika michuano ya kombe la shirikisho na ile ya ligi ya mabingwa. Katika soka la wanawake kama kawaida kule pia moto unaendelea, lakini kumbuka katika ile resi ya kuwania ubingwa wa ligi kuu pale nchini Kenya, Gor Mahia mabingwa watetezi hao wamemuondosha ama wamemfuta kazi kocha wao. Ni kwa nini? Kaa nasi ili uweze kupata kwa undani zaidi. Ulama Eid Salum niko hapa, lakini pia Michael Johnson Nguli tunaye asubuhi ya leo pamoja na Rashid Khamis ili tuweze kwenda sambamba katika uchambuzi wa yale ambayo tunayo kwa siku hii ya leo. Michael Johnson Nguli, mambo vipi? Salama kabisa. Tuko vizuri. Tuko vizuri mwanangu. Naona safari ya Kanani mji unaonekana sasa, tunaanza kuona zile taa. Pande limekamilika. Rashid barefu unakwambia unasema uchao kuna kucha, si ndio? Miaka imeenda bado sana. Sogea na kitambi miaka isisogee. Matumaini hapo kidogo. Kiashiria. Matumaini hapo. Japo mishale bado mingi sana. Mishale mingi. Mimi nilijua katika safari ile angekuepo kule katika uwanja wa safari ya Kanani. Kule nini? Wapi? Morocco. Nguli. Sasa hiyo kashakufa sasa hizi hapa. Kwa nini? Sasa hivi yako kama death row. Uko na drip ya ukwaju, uko na drip ya matikiti. Haya bwana, hii ndio viwanjani na tunakwenda kuanza na soka letu. Jumapili hii Mei 25 fainali ya kombe la shirikisho Afrika itapigwa katika ardhi ya Tanzania, ambapo Simba Sports Club watawakaribisha RS Berkane ya Morocco. Kukamilika kwa fainali ya kwanza pale katika uwanja wa Manispaa ya Berkane, wenyeji wakipata ushindi wa mabao mawili kwa bila. Maandalizi ya kuelekea katika fainali ya pili yakiwa yanaendelea. Taarifa ya CAF inautaja uwanja wa New Amani Complex ambao upo katika visiwa vya Zanzibar ndio utatumika kwa ajili ya mtanange huo wa fainali ya mkondo wa pili. Tayari maandalizi yameanza kwenye uwanja huo wa New Amani Complex, ikiashiria kuwa fainali hiyo itapigwa katika dimba hilo. Na mmoja wa maandalizi hayo ni ujio wa maofisa kutoka shirikisho la soka barani Afrika CAF, kama anavyothibitisha kamishna wa idara ya michezo Amir Mohamed Makame, ambapo amesema wao wako tayari kwa maandalizi ya fainali hiyo. Michael, ili la Benjamin Mkapa New Aman ilikuwa imekaa sana vichwani. Naam. Maamuzi yaliyofikiwa uwanja uchezwa Amani haiwezi kuondoa kwenye mchezo Simba. Hapana, mimi bado naamini wana nafasi ya kufanya vizuri. Na uwanja unaweza ukasema labda pengine idadi ya mashabiki itapungua kwa kiasi fulani, lakini mazingira ya mchezo naona bado ni mazingira ambayo ni mazuri, mazingira bado ni yako vizuri. Na uzuri ni kwamba Simba ameshawahi kucheza pia kwenye kwenye michezo kadhaa kwenye uwanja wa Amani na kupata ushindi, ikiwemo pia mchezo wao wa mwisho nafikiri kabla ya hii nusu finali. Stellenbosch walipeleka pale Amani Complex. Kwa hiyo ni uwanja ambao ni rafiki, ni uwanja ambao umekizi vigezo na unafaa kwa kucheza mchezo wa finali. Kwa hiyo bado hakuna ambacho mimi naona kama kimeathirika, kwa sababu ni eneo ambalo tayari kama Simba wao wako familia na hilo eneo, lakini pia ni sehemu ya maeneo ambayo Simba ameshapeleka mechi hapa kucheza, au pengine kupelekwa na mechi nyingine, kwa sababu hata mechi ya ligi ya Azam FC dhidi ya Simba ilichezwa hapa. Kwa hiyo unaona ni moja kati ya viwanja ambavyo bado ni rafiki
bado ni vinastahili na vinafaa kwenda kucheza mchezo wa fainali. Kwa hiyo hiyo mimi binafsi sioni kama sababu ambayo inaweza ikawaondoa Simba moja kwa moja mchezoni kwangu mimi, lakini changamoto ambayo inaweza kuwa tu idadi ya mashabiki ambao wataingia itakuwa si ile ambayo pengine ilitarajiwa, kutoka 60,000 kwenda mpaka chini ya 20,000. Kwa hiyo unaona ni hiyo pengine inaweza kuwa ni changamoto ambayo kwa mashabiki kwenda kuingia kwa idadi hiyo ambao walitegemea mwanzo. Lakini mazingira ya uwanja, aina ya uwanja na kila kitu kuhusu uwanja kiko sawa, na moja kati ya viwanja bora kabisa katika ukanda huu Afrika Mashariki na Kati ni Amani Zanzibar. Kwa hiyo binafsi naona sidhani kama inaweza kuwa ni sababu tosha ya kuondoa mchezoni kama ambavyo mtu anaweza kufikiria. Haya bwana, ni mchezo huo, na huo ndio uwanja wa New Amani Complex ambao utakaribisha fainali ya pili ya kombe la shirikisho baina ya wenyeji Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane kutoka kule Morocco. Berkane ukiwa na mabao mawili tayari katika kibubu chao. Tusubiri tuone kipi ambacho kitajiri katika mchezo huo, lakini kubwa zaidi ni kuwatakia tu wawakilishi hao wa Tanzania waweze kumaliza vizuri mchezo huo na hatimaye kupata matokeo mema kabisa na kuchukua kombe hilo la shirikisho barani ya Afrika. Msimu wa mashindano wa 2024-2025 wa Tanzania rasmi utamalizika Julai 7 mwaka huu kwa mechi za playoff zinazohusisha timu za ligi kuu na zile za championship. Tayari ligi kuu ya soka NBC Tanzania bara imejihakikishia wakilishi wake 4 wataocheza michuano ya kimataifa, ligi ya mabingwa na ile kombe la shirikisho, wakati huu ambapo imesalia mechi 2 kabla ligi kumalizika. Baada ya Young Africans kutangulia kwenye fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank akimuondosha JKT Tanzania kwenye fainali ya kwanza iliyochezwa jana katika dimba la CCM Mkwakwani Tanga, timu 4 zitakazoiwakilisha Tanzania kimataifa zote zitatokana na 4 bora ya msimamo wa ligi. Awali JKT Tanzania kufika kwake nusu fainali kulitishia nafasi moja ya uwakilishi ingetokana na kombe la shirikisho la CRDB Bank kama wangefika fainali na kuchukua kombe hilo. Vijana wa Ahmed Ally wangetishia nafasi moja, wangebeba kwenda kuwakilisha. Ya nafikiri ndo ligi ndo imeisha. Na ligi imeisha hapo kwa sababu kimahesabu mtu pekee ambaye watu walikuwa na hofu naye ni JKT Tanzania. Kama JKT angeweza kushinda mchezo dhidi ya Young Africans, manake angeingia fainali, sio? Manake yeye alikuwa anaenda kutishia nafasi miongoni mwa nafasi 4 za NBC Premier League. So kwa muktadha huo, baada ya JKT kupoteza mechi dhidi ya Young Africans, manake kwangu mimi ligi ndio imeisha. Ligi imeisha rasmi, imeishia hapo. Ushindani ambao tunausubiria sasa hivi ni ushindani pekee wa playoff, nani anabaki nani abaki. Lakini huku tayari naona mazingira yashakuwa tayari yameshakuwa katika hali ya kawaida. Sio kama unanielewa? Maana yake ni kwamba yani vyovyote itakavyokuwa, tayari timu 4 zitakazowakilisha Tanzania kwenye mashindano ya CAF zimeshapatikana. Kwa sababu kwenye kombe la CRDB ameingia finali ya Young Africans. Nusu finali ya pili ni kati ya Simba na Singida. Umeelewa? Ukirejea kwenye msimamo wa ligi kuu, nafasi ya kwanza Yanga, nafasi ya pili Simba, nafasi ya 3 Azam, nafasi ya 4 Singida Black Stars. Nafasi kati ya Singida na Azam na dhidi ya nafasi anashika nafasi ya 5. Hana nafasi hata kama akishinda michezo miwili kufikia hawa walikuwepo hapa juu kwa alama zake. Maana yake aliyekuwepo chini hapo ni Tabora. Umeelewa? Tabora tayari kwenye ligi ameshapoteza michezo 6 mfululizo. Kwa hata kama atashinda michezo miwili iliyobakia, hawezi kufikia nafasi ya mtu ambaye yuko nafasi ya 4. Maana yake na huko kwenye CRDB timu zilizoingia hapo kwenye hilo cup, yani timu 3 zilizosalia ndio timu ambazo zinashika nafasi 4 za juu kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. So manake Tanzania kwa muktadha huo, manake Tanzania tayari washapata timu 4 ambazo zitaenda kuwakilisha Tanzania kwenye mashindano ya kimataifa msimu unaokuja. So unaelewa? Na tayari timu 2 za kushuka daraja zishapatikana ambayo ni Ken Gold pamoja na Kagera Sugar. Hivi zile 4 ambazo umezitaja za juu anaweza kaondoka mmoja kwa sababu anaondoka wapi? Zile za resi ubingwa ziko 2 ambazo resi ubingwa kwa 2 na hawa 2 Azam na Black Stars hawawezi kufikia alama za Simba.
au hawezi kufikia alama za Yanga. Kwa hiyo hapo moja kwa moja akishapatikana wa ligi ya mabingwa. Yaani kwa kifupi ni kwamba timu nne za juu ni Simba na Yanga. Kombe la shirikisho Azam na Singida Black Stars. Lakini kwenye hapo kitendawili ni nani bingwa? Lakini kwenye resi ya ubingwa bado timu mbili zinawania kwa maana ya Simba na Yanga kwenye ubingwa. Lakini huku pia vita pengine imehamia pia chini kwenye playoff. Kwamba timu gani inaweza ikabaki, timu gani inaweza ikaondoka. Kwa hiyo kunaona kama vile zile za kuondoka na maji moja kwa moja zile mbili tayari. Zile tayari wale washaondoka. Kagera Sugar ameondoka, lakini pia Ken Gold ameondoka. Yani hapa kwenye wakati Michael anazungumzia hiyo playoff kwamba wale kuondoka moja kwa moja Ken Gold pamoja na unaweza kuona msimamo pia. Tanzania Prisons na Fountain Gate wako kwenye playoff. Umeona Tabora alipo? Anashika nafasi ya 5. Anashika nafasi ya 5 na alama 37. Sasa michezo ibaki mingapi? Michezo iliyobaki kwa alama 16 ili aweze kumfikia mitatu kwa miwili. Kabakiza michezo miwili. Fanya kashinda yote Tabora. Hawezi kufika zile alama. Umeelewa? Ndio maana nakwambia kipande hiki ligi ni imeisha. Tushapata wawakilishi ambao wataiwakilisha Tanzania kwenye mashindano. Lengo la kupata wawakilishi kwa kipande hiki tushamaliza. Maana kipande hiki kina deni moja tu, nani atakuwa bingwa? Hiki kipande hapa, yes. Ambao kwenye nani atakuwa bingwa kwenye michezo iliyosalia, sioni Simba au Yanga akizuiwa na timu zilizosalia kwenye resi yake. Na hapo kuna bato nyingine Michael na Rashid kwenye Azam na Singida. Wameachana alama Singida alama 4. Ana kiporo kimoja. Alama 4. Ina maana akipata ushindi kwenye kiporo chake inakuwa na alama 1. Hapo sasa kilichobakia ni heshima tu. Nani anamaliza nafasi ya 3 na anamaliza nafasi ya 4. Lakini yani kwa ujumla wake tena hapo hakuna ushindani. Unanielewa? Yani ushindani upo kwa sababu kuna ile kwamba ukimaliza nafasi ya ngapi kuna mzigo ule. Kwa hapo hiyo pia nani tunawaza wewe maskini kaka. Watu wafikiri mambo hayo. Watu wafikiria kuiwakilisha timu kwenye kimataifa. Tunapata hiyo nafasi au tupate. Yaani wao wanaanza kufikiria hizo kadi muda. Ngoja nikwambie kitu kimoja Rashidi. Malengo yanategemea umepata nini, kuna timu zinakuwa na malengo kama mwaka huu tunataka tumalize kama Simba, Yanga, Azam FC ni timu ambazo zinawaza ubingwa. Msimu unavyoanza zinawaza ubingwa. Lakini kama unakumbuka pia Zaka Zakazi alikuwa anazungumza siku kadhaa zilizopita, anasema wanatamani kumaliza hata nafasi ya 3. Si unanielewa? Sio malengo yao, lakini kutokana na uhalisia ulivyo na mambo yalivyokwenda katika msimu huu wa 24 25 wanajikuta malengo yao yanabadilika kwenda kwenye malengo mengine. Kwa hiyo nafikiri hata wao kumaliza nafasi ya 3 inaweza kuwa ikawa ni moja kati ya unaweza useme mafanikio, lakini angalau unaweza ukawa umesogea hapo juu kuliko kumaliza nafasi ya 4 au ya 5 au ya 6. Kwa hiyo maana nikasemaje? Unaona hao Tanzania Prisons, unaona Fountain Gate. Wale wako pale kwa sababu ya kile kilichotokea msimu huu. Lakini sidhani kama wakati unaanza msimu walikuwa wanasema sisi nataka ndio tukacheze playoff. Kwa wakati mwingine unajikuta uko kwenye mazingira ambayo umelazimika kuwa hapo kutokana na kilichotokea. Matokeo yake sasa malengo yanabadilika. Kama ulitaka kumaliza nafasi ya 10, leo unacheza playoff. Maana huko nje ya malengo. Tuchukulie mfano kama malengo ya ama tuseme mwenendo wa Fountain Gate. Tukiangalia ile chart ambayo imewekwa ya table hapa ya ligi kuu. Anguko lao katika mzunguko wa pili. Yes. Unawatazama mpaka wako katika nafasi ambayo wana dalili ya kwenda kucheza playoff kwa michezo miwili ambayo imesalia. Fountain Gate alikuwa juu kabisa, unaweza kusema nafasi ya 7 ya 6 hivi. Yes, kwenye raundi ya kwanza alikuwa moja kati ya timu bora raundi ya kwanza zilizofanya vizuri kwenye mzunguko wa kwanza. Lakini baadaye hali ikaja ikabadilika. Alama 29 kwa michezo 28. Ina maana management yao wenyewe tu. Wale Fountain Gate wale management yao wenyewe ndio wameisababisha hii timu kuwepo hapa. Wala wasimtafute mchawi katika timu yao kwamba hawakuwa serious yani management yenyewe ndio imeifikisha timu hapa ilipo. Kwa sababu nakwambia management inacheza mechi. Management inacheza mechi. Management inacheza mechi. Management inacheza mechi. Yani kwamba wao ni wachezaji wanaingia uwanjani. Management ndio inacheza mechi kaka. Subiri basi. Nafikiri kuna namna ya nini? Sawa. Wakati mwingine kunaweza moja kati ya changamoto pia ambayo inaonekana imewaathiri moja kwa moja ni kuondoka kwa mwalimu. Kweli.
kuondoka kwa mwalimu. Mwalimu kwa maana ya Suleiman. Suleiman mwalimu yule amekwambia na Wida. Suleiman mwalimu. Baada ya kuondoka Suleiman, kasi kwenye safu ya ushambuliaji akaondoka na Mbundo kwa michezo kadhaa kuonekana. Kuna hizo changamoto, lakini pia kubadili makocha wakati mwingine. Hiyo pia sawa, kocha kama afanye vizuri anatakiwa kuondoka. Nafikiri pia imewaathiri kwa namna moja ama nyingine. Lakini mimi kusema moja kwa moja unyooshe kidole kwenye management, mimi kwangu bado naona sidhani kama inaweza kwa kipi management mfano. Ngoja nimpengulie elimu ya management kwenye football. Umeelewa? Timu yoyote ya mpira wa miguu, umeelewa, ili ifanye vizuri, unaelewa, huku top management wanatakiwa kuwa vizuri, kuwepo na amani, kuwepo na mipango inayotekelezeka, kuwepo na uwezekano wa kuifanya timu kupata matokeo. Timu yoyote, kwa hivyo Fountain havipo. Timu yoyote, chukua historia ya timu nyingi za Tanzania zilizoshuka daraja. Zilishuka daraja kwa sababu hapakuwepo na utulivu kwenye management za timu. So unaelewa? Unaponambia Fountain Gate management ilikuwa katika hali ya utulivu, leo hii unaenda kumsingizia Selemani Mwalimu eti kwa sababu ya Selemani Mwalimu hakuwepo, baada ya kuondoka ndio anguko la Selemani Mwalimu. Sasa siwezi kukubaliana. Ila ninachokubaliana ni kwamba na ituhumu management, si tuhumu by the way, na jaribu kutazama shida ya Fountain Gate ilianzia wapi. Shida ya Fountain Gate imeanzia kwenye management, ambapo ndipo wamefika hapa. Kwa sababu wakati wanamuondoa Mohamed Muya, hakuna mdau wowote wa mpira nchi hii alikubaliana na lile tukio. Ni kwa sababu ni watu ambao wao ndio wamemwajiri, wao ndio wamempa malengo, ndio kilichotokea. Sasa na hivyo unajua unachokisema Rashid, utulivu kwenye management na kile ambacho amekigusia Michael hapo, vyote vinalenga kuifanya timu kuwa bora na kupata matokeo mazuri. Lakini kama katika hayo mambo yaende vizuri, mtihani unakuwa ni mkubwa kwa Fountain Gate. Tusubiri tuone kwa michezo yao miwili kipi ambacho kitajiri. Lakini tukitoka hapo tunakwenda kutazama Singida Black Stars ambayo imerejea katika uwanja wake wa mazoezi kujiandaa na mechi zilizopo mbele yao, ikiwemo nusu finali ya pili ya kombe la shirikisho la CRDB Bank na mbili za ligi kuu ya NBC. Ni wakati ambapo tayari ina uhakika wa kupanda ndege msimu ujao kwenda kuiwakilisha Tanzania kwenye kombe la shirikisho la Afrika. Mwandishi wetu Deus Liganga ametuandalia taarifa ifuatayo. Kwanza nataka kushukuru Mwenyezi Mungu katika malengo yetu kama Singida Black Stars. Ilikuwa ni dhamira yetu kubwa sana, kulingana na board of directors, kulingana na management, kulingana na administration, kulingana na technical bench na vile vile wachezaji ambao naweza kusema wamekuwa warriors kwa hii msimu. Nataka kushukuru kila mtu jitihada ambao tumeka support kubwa sana kama team kwa ujumla, ili tuweze kupata ticket ambalo tumelipata, ambalo ni la CAF already. So possibility bado tuko nalo la kuweza kupush kupata ile tiketi ya Champions League, kwa sababu bado kuna possibility ya kumaliza namba 3. Lakini kwa wakati huu ukiangalia already tuko na possibility ya kucheza katika CAF competition. So hii ni kongole kubwa sana kwetu kama club, na inamaanisha kuwa zile nia ambazo tunaweka ni tunaweza zile nia tunaweka na zile targets ambazo tunaweka kweli tunazitimiza. Wakati huu of course mind yetu sasa hivi ni kuangalia mechi ambazo zimesalia, tunaweza fanyaje vizuri zaidi kama club. So reaction yangu kama coach, nataka kupongeza kila mtu katika club na kupongeza pia mashabiki wetu, sana sana mashabiki wa Singida. Wakati tumecheza hapa nyumbani tumeona upendo mkubwa sana kutoka kwao, wakishangilia vijana zaidi katika mechi zetu, na ndio kwa maana jambo hili limeweza kufanyika. So mimi kama coach niko really motivated na very happy kwa wakati huu that Singida Black Stars imepata ticket ya kucheza katika CAF competition. Ni heshima kubwa sana na niko humble kwa sababu timu nyingi sana zinataka kucheza katika competition hili. So kwa wakati huu na nafanya rallying call kwa wachezaji wajue kuwa sasa club imepanda katika level tofauti. So katika level tofauti tunasema kuwa NBC Premier League na CRDB Cup imetupea nafasi ya kuweza kwenda katika kucompete katika Afrika. Sasa ni sisi wenyewe katika mechi zetu tuweze kudhihirisha kuwa
sisi pia tumechukua mkondo tofauti na level tofauti. Sio ndo rallying call na kwa wachezaji wetu. Step ya pili ni kwa mashabiki wetu. Mali Singida Black Stars imefika sasa hivi ni kila mshabiki ambaye ni wa Singida Black Stars lazima atoke nyumbani akuje katika stadium kuweza kusukuma timu jinsi ambavyo unaona timu kubwa nchi yetu inafanya wakati huu. Hizo teams ni kubwa kwa sababu mashabiki wao wanakuja kusukuma timu. So wachezaji wanajua kuwa ni kila mtu ambaye ako involved na mechi anahusika. So haya ndio yale motivation ambayo naweza kusema kwa wakati huu kama kocha. So above all nawashukuru sana na nafurahia sana wakati huu kuweza kuwa kocha wa Singida Black Stars. Na baadhi ya wachezaji wa kikosi cha Singida Black Stars wameeleza furaha yao ya kupata tiketi ya kushiriki kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu ujao. Wakizungumza mjini Singida, wachezaji hao wamesema kwa kupitia mashindano hayo ya CAF watapata nafasi nzuri ya kuonyesha vipaji vyao. Kama wachezaji tumepata ni deni kwamba tunaenda kwenye battle, yani tunaenda kwenye mashindano ambayo kila mtu anajua ugumu wake. Kwa hiyo kwa upande wetu tuna wachezaji wa caliber tofauti. Tuna experience player wengi ambao wamecheza sana mashindano hayo, nikiwepo mimi pia nimecheza kipindi nipo Geita Gold. Kwa hiyo naweza nikasema ni jambo la furaha kwamba Tanzania na Afrika kwa ujumla wanaenda kutambua kwamba kuna timu inaitwa Singida. We are very, very happy to qualify for the CAF Confederations Cup. It's not that easy for us. We worked hard for it, and our Heavenly Father has blessed us with the results and to qualify for the ticket. So we'll continue to press hard. We know it's not an easy job. The journey for us is for the CAF Confederations Cup. It's not easy, but we'll continue to give our best. Malengo yangu ni malengo ya timu. Malengo ya timu, hakuna mtu anakuwa anafanya kazi sehemu eti mambo yaende vibaya. Mimi nataka mambo yaende vizuri kama objective ya timu. Wachezaji wote ni wazuri. Ukiangalia Singida gisi ilivyo. Na ukiangalia timu zingine zimesajili. Singida ndio ya kwanza imesajili vizuri kuliko timu zingine. Ukiangalia kwanza kwa professional, ukiangalia Morocco's player na ni wachezaji wazuri sana. Yaani wanavutia sana. Hiyo kwa mafanikio kwanza ni umoja kwanza, kwa sababu bila umoja mwezi mkafika kwa chochote kile. Ni mafanikio ni ule umoja kuanzia kwenye benchi, kuanzia kwa wachezaji wakiwa kitu kimoja ndio unafika kwenye mafanikio. Naam, ni Hamisi Tambwe, lakini unaona jinsi ambavyo wachezaji wa Singida Black Stars wamekuwa na furaha kuelekea katika msimu ujao kwa kupata tiketi ya kuwakilisha Tanzania katika michuano kombe la shirikisho. Nikukumbushe tu nusu finali ile ya kombe la shirikisho la CRDB ilichezwa siku ya Jumapili katika mchezo ambao Yanga walipata matokeo ya mabao 2-0. Unavuna ulichokipanda kabisa. Mwisho wa msimu unaona Singida sasa furaha yao wamekitafuta, wamekipata. Na Singida ni moja kati ya timu bora kabisa kwenye ligi. Usajili wao, timu wanayo. Yaani unapozungumza timu wanayo na wamekuwa na ubora mkubwa sana kwenye ligi. Na hata mimi binafsi nawaona pengine wanaweza kwenda kufanya chochote kwenye kombe la shirikisho. Yes, na naamini hivyo kwa sababu timu zote 4 ambazo zime qualify kwa maana ya kufuzu, ukiondoa hizi timu ambazo ni Yanga na Simba ambazo wao wanaenda kwenye ligi ya mabingwa, Azam anakwenda kombe la shirikisho, ingawa naye pia amekuwa kama hana bahati. Naweza kusema hivyo kwa sababu timu wanayo lakini wamekuwa kama hawana bahati wakati mwingine. Lakini bado naona pengine wanaweza wakawa watafanyia kazi zile changamoto ambazo wamekutana nazo. Misimu miwili wamekuwa kutoka katika hatua ambazo watu wengi wamekuwa wakishangaa. Lakini naamini watakuwa wana uwezo kulifanyia kazi na kwenda kufanya vizuri kwenye michuano ya kombe la shirikisho. Ingawa kwa Singida nao pia inaweza ikawa ni mara yao ya kwanza, lakini bahati iliyopo kwao ni kwamba walishawahi kwenda huko nyuma kwa maana yani nazungumzia sasa baadhi ya viongozi ambao wako kwenye Singida Black Stars. Si ndio? Ingawa timu ni timu nyingine ambayo ni timu mpya, ni jina jipya kabisa, wanakwenda kama Singida Black Stars, lakini pengine waliwahi, pengine baadhi ya viongozi wanafahamu kombe la shirikisho na mazingira ambayo yanapatikana kule. Inaweza ikawasaidia pia, ila kwa wachezaji kuna baadhi hawajawahi kufika kabisa kwenye hiyo hatua. Kwa hiyo inaweza pia ikawa kwao kwa namna moja nyingine ni changamoto, ingawa tunaamini timu zote zitafanya vizuri. Rashid, wa Singida, Azam FC, Simba Sports pamoja na Yanga,
quality ya timu zote 4 unaona zimeundwa kimataifa zaidi. Nafasi ya kufanya vizuri kwa timu zote, kwa timu hizi kwa msimu ujao unaiona ipo kwa asilimia ngapi? Kama tumekomaa hivi sasa hivi, yani tayari kama ni mtoto alikuwa anatambaa, sasa hivi tuko vizuri, yani mtu anakimbia. Hilo swali hilo au kuna kujikwaa? Swali gumu sana kwa sababu swali gumu kwa sababu ni timu chache sana kati ya hizo 4 ambazo zina consistency, yani kufanya vizuri angalau kufika robo finali, kufika nusu. Tunaona sasa hivi Simba wamefika finali, Yanga nao walicheza finali. Azam akiingia amekuwa pia hana bahati, anatoka mapema. Singida Black Stars hatuwezi no, of course wakati mwingine ni bahati, lakini pia na uwezo ndani yake. Lakini kuna wakati unakosa bahati pia kwenye mechi. Wewe kwenye nini? Mimi nitakujibu baadaye tukitoka hapa. Na unaweza kuona pia Singida Black Stars ni timu geni. Kwa hiyo pengine bado hatuna cha kuzungumza moja kwa moja kuhusiana na Singida Black Stars kwenye mashindano. Na Rashid, tukija kwako sasa, kocha ni timu ya pili. Yes. David Ouma amekuwa na bahati, ajisemea Michael Johnson nguli. Mzee wa nyama nyingi sio. Ouma performance yake kwenye ligi ya Tanzania toka amekuwa kocha, ametambulishwa kuwa kocha, amekuwa na huo uwezo. Amewapeleka Coastal Union kwenye kombe la shirikisho msimu wa mwaka jana, na msimu wa mwaka huu pia amejiunga na Singida Black Stars, anawapeleka tena kombe la shirikisho. Kuna namna ambavyo unaona David Ouma pengine anafanya kazi yake vizuri, kutokana na support ambayo yeye mwenyewe nilivyo kumsikia hapa akiwashukuru sana viongozi wa klabu ya Singida Black Stars kwa support kubwa ambayo kwa wanampatia. Na kwa timu ya Singida Black Stars wana deserve kupata hiki ambacho wamekipata. Na wana uwezo pia wa kufika finali ya kombe la CRDB. Na hata ikiwezekana wakiwa mabingwa. Kwa sababu huwezi kushangaa kama Singida Black Stars akiwa mabingwa, kwa sababu wana quality ya wachezaji yao. Lakini kubwa ni hii wasifu wa David Ouma. Sasa linapokuja kwenye swala kwenye mechi za kimataifa, nafikiri hata David Ouma bado yeye ni mchanga pia. Unaelewa? Alikuwa na Coastal Union, lakini wakati anafanya maandalizi na Coastal Union kuelekea kwenye mashindano ya kimataifa, nafikiri hapakuwa na mawasiliano na maelewano mazuri kati ya yeye na Coastal Union. Nafikiri ndio kitu ambacho kilipelekea hata Coastal kufanya vibaya. Na ukimtazama David Ouma, ukaitazama management ya klabu ya Singida Black Stars, ukawatazama na Singida Black Stars wenyewe, unaona kabisa hapa itakapofika time ya kwenda kuipeleka timu kimataifa, inawezekana David Ouma akawa sio miongoni mwa benchi la ufundi wa Singida Black Stars. Kwa sababu timu mpya, mwalimu experience yake bado hajajitosheleza, management kwa ujumla experience yao hajajitosheleza. So watahitaji mtu mwenye uzoefu mmoja ambaye anaweza kuwapa lamani ya vita. Hivi timu zetu zinakwenda kombe la shirikisho kwenye management wanakosa wazoefu kimataifa. Wazani kama kuna timu zimeangushwa na management. Geita iliangushwa na management, Biashara iliangushwa na management, Mtibwa iliangushwa na management, Namungo iliangushwa na management, hizi KMC iliangushwa na management. Yani for the first time wanaenda kujifunza, yani wanaenda kujifunza okay, kumbe tunatakiwa tuandae mazingira ya timu yetu hivi, hoteli za kufikia, sehemu za kufanyia mazoezi, namna ya research mpinzani. Sasa hivi ni vitu ambavyo unatakiwa upate muendelezo. Umeelewa? Ukipata muendelezo, leo hii tunawasifia Simba na Yanga kwenye huu ukomavu uliokuwa nao. Hawajafika hapa kwa bahati mbaya. Umeelewa? Wamejifunza vitu vingi sana. Umeelewa? Toka hizo step ambazo walikuwa wanazipiga huko nyuma. Unaelewa? Ni kuna hatua, unaenda hatua baada ya hatua, hatua baada ya hatua, okay, tulikosea hiki, next time tutafanya hiki. Sasa bahati mbaya kwenye nafasi hii, mtu pekee ambaye huwa ananiangusha ajifunzi kitu ni Azam FC.
amekuwa akipata hiyo tiketi mara kwa mara, lakini amekuwa hajifunzi kitu katika hatua zake. Sio kama anajifunza inakosekana bahati mbaya. Hapana, hajifunzi kitu kwenye hizo hatua zake, hajifunzi kitu. Sio, unaelewa? Lakini hao walobakia kila mwaka kuna mtu mpya anakuja. Sasa ujio wa timu mpya kila mwaka kwenye kuongeza idadi ya timu ya 4, unaelewa? Kwangu haivutii. Unaelewa? Yaani kwangu haivutii. Kwa sababu hii timu ya 4 inakuwa ni kama timu ambayo inakuja kujifunza alafu hakuna inachojifunza na kuja mwingine. Kwa nukta chache Michael ulikuwa unataka kusema tuna kitu kimoja. Kwanza kuona timu zinabadilika kwenye top 4 ni moja kati ya mafanikio ya ligi. Mimi siko kusema mafanikio. Sababu ushindani unaonekana ni mkubwa. Timu nyingi zinaweza kufika pale juu. Lakini kitu kingine, hizo timu hizo taja unasema kwamba zimeangushwa na management. Kuna timu ambazo zimeangushwa na changamoto ya fedha. Kwa hiyo sema kwa sababu unaweza kuwa mwenyekiti lakini timu haina pesa, unapataje pesa? Tuliona biashara walikuwa na struggle Geita. Kwa hiyo wakati mwingine watu wanashindwa kukidhi zile gharama za kusafirisha timu kupeleka huko kurudisha huko. Kwa hiyo wakati mwingine mimi yani kwenda moja kwa moja kwenye management hiyo bado ya shida, inabidi uje na vigezo vingine. Na nikwambie tu kwamba ligi kuu ya soka ya NBC Tanzania bara ambayo kwa sasa ni ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika, kwa miaka hivi karibuni imekuwa ikipokea wachezaji na makocha waliowahi kufanya makubwa kwenye mpira wa Afrika, lakini pia miaka hii tunashuhudia wachezaji wa ndani na nje wakiondoka kwenye ligi na kujiunga na klabu kubwa ikiwemo Wydad Casablanca ya Morocco. Suleiman Mwalimu Abdallah maarufu kama Gomez ni mmoja wa wachezaji ambao tumezungumza naye wakati huu ambapo tetesi zinamhusisha Stefan Aziz Ki, MVP wa ligi kuu ya msimu wa NBC msimu wa 2022-2023 kuhusishwa kujiunga na Wydad. Assalamu alaikum. Cha kwanza nipende kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema, na pia nipende kuchukua fursa hii kuwajuza wa Tanzania kwa ujumla. Kwa mimi binafsi nimeona katika vyombo vya habari kupitia taarifa ambayo inazungumzwa ya kuja kwa mshambuliaji wa Young Africa Aziz Ki. Nimeona katika vyombo pia vya habari huku Morocco vikiposti ujio wa mshambuliaji huyo Aziz Ki, na pia nimeona kuna baadhi ya waandishi wa habari pia wakiposti kupitia transfer ya uhamisho wa Aziz Ki kuja Wydad Casablanca. Kwa mimi binafsi kwanza nilivyoona posti ile, cha kwanza nilifarijika kuona Mtanzania ambaye amecheza yani ni Burkina Faso lakini ametoka katika ligi ya Tanzania na alikuwa anacheza katika klabu ya Young Africa. Kwa hiyo ni mwanga ambao amezidi kufungua mianya na kuifanya ligi ya Tanzania ionekane bora katika miongoni mwa ligi bora barani Afrika. Kwa hiyo na pia ni fursa kwa wachezaji ambao wanacheza ligi ya ndani ya NBC Premier League. Inawezekana kwa mtu kupata fursa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Kwa hiyo mimi pia najivunia kuwa hapa kwa sababu bila NBC nisingekuwepo hapa. Kwa hiyo na pia nitafarijika pia kucheza na Aziz Ki kwa sababu Aziz Ki ni mchezaji mkubwa na watu wengi wanamfahamu kwa mambo ambayo ameyafanya akiwa katika klabu ya Yanga katika mashindano mbalimbali. Kwa hiyo anakuja timu kubwa, Wydad ni timu kubwa, kwa hiyo ina wachezaji wakubwa na wenye profile kubwa. Kwa hiyo na mimi nitajifunza kupitia wachezaji hao ambao niko nao hapa, akiwemo pia Aziz Ki kwa sababu ni mchezaji mzuri na ana talent. Kwa hiyo naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitapozidi kukaa hapa nitazidi kupata kuongezeka kadri ya siku hadi siku. Kwa mimi binafsi maisha yangu ya Morocco ni maisha mazuri, niko salama na ninaishi vizuri tu. Kwa hiyo niwaondoa hofu wa Tanzania kuwa Mtanzania mwenzenu Suleiman Mwalimu Abdallah
nipo sehemu sahihi, nipo sehemu salama na naendelea kupambania ndoto yangu wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Asante sana. Ni Selemani Mwalimu anayekipiga ndani ya klabu ya Wydad ya pale Casablanca, Morocco, akizungumzia kuhusiana pia na mchezaji MVP kutoka Wananchi kuelekea katika ligi ya pale nchini Morocco, ambaye wigo unakuwa mpana sasa kwa ligi yetu ama ligi ya Tanzania kwa wachezaji wa kimataifa ambao wanakuja kucheza hapa, lakini pia wanapata tiketi ya kwenda katika vilabu vikubwa kabisa barani Afrika. Miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa katika wakati mzuri sana, Selemani Mwalimu akiwa na Fountain Gate kabla ya kwenda kule Maghrib ama Morocco kwenye klabu ya Wydad. Hii ujio wa mchezaji ambaye ame-mention hapo kwenye ligi ya Morocco, wigo unazidi kupanuka sasa wa ligi kwa NBC, kwamba mchezaji ametoka NBC Tanzania kama ambavyo Selemani Mwalimu amezungumza. Inaonyesha ni kuna ufuatiliaji na ukomavu wa kiwango ambacho ligi ambazo ni bora kuliko ligi ya NBC zinaamini kwamba Tanzania kuna wachezaji ambao wanaweza kuwa malisho bora kwa sisi ligi ambazo tumezizidi. Na ni kitu kizuri kwa sababu inaonyesha ni kwa kiwango gani Afrika ligi ya NBC inafuatiliwa. Na ni hatua pia kwa sababu Selemani Mwalimu leo yuko pale Wydad, Aziz anaenda kujoin pale kwa taifa la Aziz Ki. Hivi ni tetesi ni kweli? Aziz Ki ni tetesi. Aziz Ki kashafika Casablanca kaka. Kashafika. Anakwenda kucheza Club World? Anaenda kucheza Club World Cup. Club World Cup. Mbona bana. Kwa hiyo kwenye huo muktadha maana yake kuna ukuaji wa umashuhuri au maarufu wa NBC. So na inatoa pia nafasi kwa wachezaji wengine wa mataifa mengine kuamini kwamba Tanzania ni sehemu ambayo ukienda nina uwezo wa kukua kutokea pale kwenda sehemu zingine ambazo mimi ninatamani. Kuna ligi zingine bado ziko chini, bado ukizifuatilia mchezaji haamini kwenda kukua unless ashawishike tu labda na kiasi cha pesa ambacho kinaweza kutokea. Lakini kuna ligi zingine uende kutafuta pesa tu, unaenda pia kukua, unaenda kutafuta kwa sababu hiyo ligi ni sehemu ya matangazo ya karia yako. Miaka ya nyuma ilikuwa ni ngumu mchezaji kutoka ligi kuu ya Tanzania kwenda vilabu vikubwa kama Al Ahly ama kwenda Wydad. Tumeona Al Ahly wamemchukua hapa Mixon. Berkane walimchukua hapa Chama. Berkane walimchukua Chama. Aziz Ki Mamelodi walimhusisha Aziz Ki hapa. Sasa hivi wakina nani wale wako kina Kamagi alikuwa South Africa, Gadiel Michael Majogoro yuko South Africa. So unaona hizo ni ligi ambazo zilikuwa ni ligi kubwa sana ukikompare na ligi ya Tanzania. Kwa maana yake kitendo cha wachezaji hao kuanza kusambaa kwenye ligi ambazo ni kubwa barani Afrika, hii inaonyesha kwamba ligi ya Tanzania pia imekuwa. So ufuatiliaji umeongezeka. Kwa kwenye kile ambacho kinafanyika, kwa wachezaji wazuri ambao wanaamini wanahitaji kucheza ligi yenye platform kutangaza uwezo wao, manake Tanzania inakuwa ni sehemu ya hilo daraja. Sawa. Michael, wachezaji ambao wamekuwa wakifanya vizuri wanachukuliwa na klabu kubwa. Tumeangalia katika engo hiyo. Kwenye engo nyingine wale wachezaji ambao wanaondoka na kuziacha timu zao wanaacha magapo mapengo. Umemzungumzia Selemani Mwalimu katika Fountain Gate. Na binafsi ukiangalia Selemani Mwalimu changamoto ilionekana. Kasi ya kushambulia, mtu kama Edgar William baadaye akaonekana kama naye ana struggle kutokana na kwamba ile pacha yake alikuwa hayupo tena kwenye timu. Lakini leo tunazungumzia Aziz Ki, moja kati ya mapengo makubwa sana kwenye timu. Lakini Yanga ni timu. Wameshapita wachezaji wengi ambao walikuwa bora zaidi. Alipita Fiston Mayele, ameondoka. Kwa hiyo wakati mwingine mbali tu ya kuiangalia timu, lakini pia kuna mtazamo wa kibiashara pia. Kama watu wanakuja na pesa nzuri, unaacha mchezaji anaondoka kwa sababu tayari ameshafanya kila kitu kwenye timu. Amepambana, amefika finali kombe la shirikisho, amechukua ubingwa mara kadhaa wa ligi, amechukua mchezaji bora mara kadhaa wa ligi.
Kwa hiyo inafika wakati unaona ni wakati sasa huyu mtu aondoke kutokana na pesa ambayo imeletwa. Kwa hiyo binafsi naamini athari ipo kwa sababu kuna mtu ambaye alikuwa tayari amesha cement nafasi yake kwenye timu na amekuwa bora kwenye timu, hayupo kwenye timu. Mnaanza upya, mnatafuta sasa nani ambaye anaweza akaja, kwa sababu kabla Aziz Ki walikuwepo watu wengine na wakafanya mambo makubwa pia wakaondoka. Kwa hiyo ndo kawaida ya timu. Na huku watu kidogo inakuwa kama story inakuwa kubwa kwamba kwa nini anaondoka, lakini ndo mpira ulivyo. Yani ndo mpira ulivyo. Moja kati ya vitu ambavyo pia kwa sababu kuna timu ambazo ukiachana na Simba na Yanga, kuna timu ambazo pengine zimetengeneza mazingira, wao kazi yao ni kutengeneza wachezaji na kuwauza. Ndio biashara kubwa katika klabu. Kwa hiyo binafsi naona ni hatua kubwa, ni hatua nzuri kwa pesa ambao wameipata Yanga, kama ambavyo tumeambiwa, kwa pesa ambao wameipata Yanga kama ambavyo inasemekana. Mimi sio mhasibu wa Yanga kaka. Sasa umesikia wamepata shilingi. Sasa unajua hizi taarifa hawajatoka wenyewe waseme ni kiasi fulani, si ndio? Sawa, huwezi kusema moja kwa moja kama wamepata kiasi fulani, lakini inasemekana ni pesa nzuri ambayo wamepata. Sawa. Na ligi kuu ya vijana chini ya umri wa miaka 20 hatua ya 8 bora imeanza jana kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Simba Sports Club ikitoka sare ya bao 1-1 na Dodoma Jiji. Katika mchezo huo wa kundi A, Dodoma Jiji ilikuwa ya kwanza kupata bao, mfungaji akiwa ni Kibwana Kondo aliyefunga dakika ya 23. Bao hilo lilidumu hadi mapumziko na kipindi cha pili timu zilishambuliana kwa zamu hadi dakika ya 88 Simba iliposawazisha kupitia kwa Darwesh Rashid. Katika mchezo wa pili Azam FC ilikaribisha Ken Gold uwanjani hapo ambapo Azam walipata ushindi wa magoli 4-2. Mabao ya Azam yamefungwa na Ashraf Kibeku, Mohamed Shila, Adinani Athumani na Carlos William Chasambi, huku mabao ya Ken Gold yakifungwa na Popa Mwantondoa pamoja na Ibrahim Mantengule. Katika mwendelezo wa ligi hiyo leo Jumanne, michezo ya kundi B itachezwa ambapo Kagera Sugar itacheza dhidi ya Fountain Gate saa 10 alasiri kwenye uwanja huu wa Azam Complex, huku Yanga watacheza na Tanzania Prisons katika mchezo ambao utachezwa saa 1 za jioni. Ligi ya vijana Rashidi kuna kuwaga na talent sana huku. Lakini inapomalizika michuano hii ya ligi ya vijana, wale wachezaji kwa asilimia kubwa wapenda soka wangependa kuwaona lakini hawaonekani tena. Ni kwa sababu ya uwezo. Uwezo wao ama mazingira ya maisha yanasababisha hivi. Hapana, uwezo wao unakuwa hauwezi kucompete na hata kuwapandisha kwenye mechi zile. Kipa suya hapo, sio kipa wa Ken Gold kacheza mechi za ligi, mechi zilizopita. Mechi iliyopita sasa kwa golini huyo, yani ukiondoa Muhagama huyo mechi iliyopita ya Ken Gold alikuwa golini yeye, huyo under 20. Sasa wewe sema hivi, tujiulize hivi, umeona wewe, tujiulize hivi, timu ya taifa ya under 20 ambayo imetoka hivi juzi kwenye mashindano ya kimataifa, si ndio? Manake hiyo timu ya taifa under 20 si ndio takiwa tuwaone hapa kwenye hizi timu, yani manake hapa Azam ndio takiwa tumuone Zidane Seleli, umeelewa? Si ana miaka 20 ndio maana ana miaka 19 au 20 na mashindano si haya chini ya umri wa miaka 20. Alianzia benchi alianzia benchi, hayupo kabisa. Yani nyie manake hao wengine Kagera tuwaone, wakina Hija tuwaone, wale wengine wale, manake Costi lazima tumuone nani Lawi ambaye anacheza Kondo manake wale si under 20 manake tuwaone kwenye haya mashindano. Sasa wale Rashidi wale tayari wameshapandishwa wako juu, ndio maana huku wanapewa nafasi watu wengine, lakini wewe unashinda under 20. Lakini hapo ni kweli under 20 naona kama unazunguka sana. Kikubwa ni kwamba timu zetu nyingi pamoja na kuwa na lumu ya kupandisha vijana kwenda kwenye timu A kwa maana timu kubwa, bado walimu kulingana na ushindani uliopo hawaamini kwa vijana kuwapa nafasi, kwa sababu hawaamini vijana. Sio kwamba hawana uwezo. Ukiangalia kwenye hizi mechi, sawa, vijana wanafanya vizuri sana, lakini hawaamini kwa sababu timu inapopoteza matokeo kwa maana ya kufungwa, si ndio? Management haiwezi kuangalia wewe ulimpanga nani kwenye timu. Wao wanakuhukumu wewe kama kocha, si ndio? Kwamba matokeo mabovu unatakiwa kuondoka. Ndio maana unaona hata vijana pia wakati mwingine hawaaminiki kwenye timu. Kwamba kijana kama huyu anaweza kanipigania kweli nikafikia malengo yangu. Ni Mtibwa peke yao ndio ambao walikuwa wanathubutu. Na wametoa watu kweli kweli, wakina Msheli, akina hawa wamekwenda Yanga.
na wengine ambao wako kwenye timu mbalimbali ikiwemo pia nani ule KMC alikuwa anaitwa nani Dickson Nixon Mosha Sugar. Ni uthubutu tu akina Nasri Kombo wale. Yes, ni uthubutu wa kocha kuamua bwana mimi wa vijana wanaweza na waamini. Lakini timu nyingi hawaamini kwa sababu timu ikipoteza matokeo Idi Salum huwezi kuiambia management kwamba mimi nilikuwa napanga vijana tu na maana tunapoteza matokeo. Wao wanataka matokeo, unafanyaje? Na wewe unataka kibarua chako kiendelee. Kwa hiyo vijana unaweka pembeni, unaweka watu wa kazi wanakufanyia kazi, maisha yanaendelea. Kwa hiyo ndio changamoto. Mchezo mzuri jana tumeshuhudia. Mchezo mzuri sana. Kama huu mchezo wa Azam na KenGold. Azam unajua kuanzia dakika 80 hivi. Yaani wale KenGold kama walikuwa wanarudi. Kwa sababu safu ya ulinzi ya Azam walifanya makosa mengi sana ya kitoto. Yaani kuna center back kama goli la pili la KenGold. Yaani ule center back alikuwa na mpira ye mwenyewe, wakaenda kubato na yule winga wa KenGold, kaenda kuchukua mali akaleta katikati wakascore na wakaonekana wana hii hapo umeona. Okay. Mali Azam wako wanne kwenye box, mpira umefika pale, jamaa akascore, anarudi anakota mpira 4-2 pale dakika 80 walikuwa wanakuja, umeelewa? Lakini wakaonyesha jitihada pia, umeelewa? Japo walianza vizuri Azam kupata magoli 4-0, kwa taratibu makosa ambayo walikuwa wanayafanya ndio akaanza kugharimu kidogo kidogo, lakini kimsingi hata mchezo wa Dodoma Jiji na Simba goalkeeper Azam lakini hilo kosa goalkeeper kipa hakuwa na nani kwa sababu mpira umempita pale umeponyoka. Nafikiri lakini maybe sawa kosa limeanzia kule juu, lakini yeye alikuwa na uwezo wa kusawazisha kosa, alikuwa na uwezo wa kusaidia kocha wa kusaidia hilo tatizo lisitokee. Namna ambavyo alijipanga, namna ambavyo alikuwa amegeukia ule mpira umetokea kulia kwake, yeye kageuka kama kaangalia mbele zaidi, mpira umemponyoka. Lakini mimi binafsi silaumu sana kwenye age kama hii kufanya kwenye umri kama huu kufanya makosa ndio kukua kwao. Ndio eneo ambalo makosa yanakuwa mengi sana, ambayo katika hali ya kawaida unasema mbona anafanya kosa kitoto sana, lakini ndio eneo lake la kufanya makosa zaidi na kuendelea kujifunza. Kwa hiyo ni mistake ambazo wakati mwingine unatarajia kuziona nyingi kwenye mechi kama hizi za under 20. Haya, okay. Hiyo ni michuano ya under 20 ambayo inaendelea pale katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Talent zimekuwa ni nyingi sana katika ligi hiyo. Hakika ukifika pale unakwenda kuenjoy. Lakini taarifa nyingine ni kuhusiana tu na ligi kuu ya wanawake Tanzania bara ambayo itaendelea kesho, ambapo Malkia wa Jangwani Yanga Princess watakuwa na kibarua dhidi ya Sia Queens saa 10 kamili jioni katika uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Yanga wametoka kupata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Gates Program, wapo nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi na wana alama 33. Hizo ndizo taarifa ambazo tumekuandalia katika soka letu, na bado tuko na wewe mpaka pale saa 6. Kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi, tutarejea. Naam, tumerudi baada ya mapumziko mafupi na bado tunaendelea na taarifa ambazo tunazo hapa viwanjani. Bado tuko vile vile hapa. Rashid Hamis, Michael Johnson Nguli, wazee wa nondo kabisa wako sawa sawa. Niko hapa na mwanangu Michael Johnson Nguli. Safari inaelekea inaenda inachanja bunga. Kila siku dua. Kila siku dua. Inapotakiwa. Ndio. Kila siku inapotakiwa dua. Na sio kila siku, kila hatua. Michael, mara mwisho kaenda kanisani kwa lini? Namba yangu nayo. Sasa namba vinahusiana nini? Hata kujibu kwenye wewe nitumie message, nitakuta message yangu iko nyuma huko, nitakuta message. Naam, tunakwenda kuangalia joto la Afrika. Naam, Gor Mahia wameachana rasmi na kocha mkuu Sinisha Mihech baada ya kuhudumu kwa miezi 3 pekee. Mkroatia huyo aliongoza Kogalo kwenye mechi 15, akashinda mechi 8, sare 5 na kupoteza michezo 2. Wakati uongozi wake kipigo kikubwa zaidi kilikuwa dhidi ya timu ya chini ya City Stars mnamo Mei 15, ikifuatiwa na sare tasa dhidi ya Muranga Seal, matokeo ambayo yameiacha Kogalo kwa point 7 nyuma ya Police FC katika ligi kuu ya Kenya, na lazima ishinde mechi zake zote zilizosalia dhidi ya
FC Leopards, Ulinzi Stars na Polisi FC, huku wakiomba kwamba Shabana waifunge Polisi ambao ndio vinara wa ligi hiyo ya Kenya. Zedekia Ziko Otieno na Michael Nam sasa watachukua mikoba kwa muda uliosalia wa msimu huu. Kogalo, mabingwa watetezi wa ligi kuu ya Kenya, mambo sio mazuri. Kwa dakika za mwisho wanamuondoa mwalimu. Hiyo ndio tulikuwa tunazungumzia mambo ya management, nafikiri Rashid. Wamechelewa Gor Mahia ama wako sahihi kumuondosha mwalimu kwa dakika hizi? Wako sahihi kwa sababu unaiona hiyo mechi hapo. Hiyo mechi hapo ilikuwa ni do or die. Kogalo wapate matokeo. Na walianza wao kupata goli. City Stars wakaja kuchomoa na wakafunga goli la pili. Manake dream za kuwa mabingwa msimu huu mimi kwangu kwa Kogalo zilianza kupotea hapa. Japo hata nyuma pia hawakuwa na matokeo mazuri sana. Sio, unanielewa? Lakini kuna time ilifika wakampunguza Police Kenya pale juu, wakampunguza kwenye alama ambazo zilikuwa zinaanza kutengeneza matumaini. Sio, unanielewa? lakini bahati mbaya sana akaenda kustruggle kwenye baadhi ya mechi. Na kuna juma ambalo Kogalo alipoteza matokeo, Tusker alipoteza matokeo, Police Kenya alipoteza matokeo. So unaelewa? Sasa ilikuwa ni opportunity kwa Gor Mahia kuweza kushinda ile michezo yake. At least angeweza kupunguza ile gap so closed au angeenda kutai alama. Lakini kwa bahati mbaya hawakuwa na matokeo. Lakini kwangu mimi nafikiri kilichotokea kwa Gor Mahia msimu huu au kinachoenda kutokea, kwa sababu tofauti wa alama kati ya Police Tanzania, Police Kenya yes, na Gor Mahia, Police Kenya wana point Gor Mahia akishinda michezo yote, Gor Mahia akishinda michezo yote iliyobakia anafikisha alama 69. Umeelewa? Michezo ambayo imebakia Gor Mahia ni michezo minne. Michezo minne, alama 12. 12 alama 60 na 69. Ukijumlisha na alama 54 ambazo anazo 12 na alama 54. Michezo mitano bana, sio 12. Amebakisha michezo mitano. Kwa sababu mpaka sasa Gor Mahia amecheza michezo 31. Maana michezo mitano. Na ligi ya Kenya inashirikisha timu 18. Maana yake michezo 30 na 6 kila timu. Sasa hivi ana 31 michezo mitano, alama 15 hizo. Ukijumlisha na 54 unapata 69 alama. Ambayo 69 Police Kenya ana alama 61. Kwa hiyo Police Kenya anahitaji kushinda michezo minne, atakuwa nyuma 1 point ahead dhidi ya alama ambazo atakuwa amevifikia Gor Mahia. Si ndio? Kwa hiyo bado race ya ubingwa ipo. Of course ipo, lakini sasa wanachokitazama wao sio kuzitafuta hizo alama. Yaani Gor Mahia kwa ujumla wake hawako vizuri. Yaani kwenye huo ushindani. Mshindani pekee ambaye anaonekana kuweza kumfukuza Police Kenya ni Tusker, ambaye Tusker juzi kala goli 7 kwa Sofapaka. Sio, unaelewa? Kwa maana yake ile gap limeendelea kuwa zuri zaidi, ambapo Police Kenya ameshinda mchezo unajua ligi ya Kenya hii raundi ya mwisho inafurahisha sana. Na inaonyesha jinsi gani ambavyo timu zimekuwa na wakati mgumu. City Stars Nairobi hawa walikuwa washuka daraja, Nairobi Gor Mahia ambao wao chini kabisa. Wao ndio wanashika mkia, timu ya 18 katika msimamo wa ligi kuu ya Kenya. Wamekwenda kumfunga Gor Mahia ambaye alikuwa nafasi ya 3 mwenye alama 54. Sofapaka Rashid umemzunguzia kampa chuma 7 Tusker, ambaye hatilisi unaweza kusema huyu Tusker ana matumaini ya kwenda kumtafuta Police Kenya, kala chuma 7. Sielewa. Maana yake ni kizungumkuti. Kwa hiyo mimi kwangu mimi Gor Mahia kusema kweli kuachana na huyu kocha, Gor Mahia ni moja kati ya timu kubwa nchini Kenya. Ni timu ambazo zinazungumzwa, zina mashabiki wengi, zina wafuasi wengi. Ni timu ambayo iko zaidi kwenye results oriented. So sio jambo la kushangaza, walishakuwa na walimu wazuri, wakina Makastri walikuwepo hapo. Umeelewa? Lakini kwenye situation ambayo wanaipitia, kitu cha kwanza kwenye timu kubwa huwa wakifeli management pa kuangukia wao ni kumfukuza kwanza mwalimu. Alafu waangalie sababu zingine ni nini kinaenda kutokea. Lakini ukweli usiofichika, Gor Mahia msimu huu hawako vizuri. Na kikosi cha mwalimu Etienne Ndairagije ambaye ameshapita katika ligi ya Tanzania
kwa muda mrefu Polisi Kenya wenyewe wanaongoza ligi kuu ya pale Kenya kwa alama 61. Miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa vikizungumzwa katika mitaa ya Nairobi, lakini pia ligi hiyo ya Kenya, ni jinsi ambavyo Polisi wanapewa nafasi kubwa sana ya kuchukua ubingwa msimu huu. Hadi kufikia wakati mashabiki wengine wanakuambia wasipochukua ubingwa Polisi ambao wana kila dalili, basi itakuwa ni msimu ambao wakujutia sana kwa upande wao. Wasipochukua ubingwa au chaupo, wasipochukua ubingwa inategemea, kwa sababu unajua mfano kama Tusker ndio alikuwa anaonekana ndo mpinzani mkubwa wa Polisi. Kachukua wiki. Sawa, yani ni matokeo ambayo hakuna mtu ambaye alikuwa anafikiri kama yanaweza kutokea kwa namna ambavyo fomu yao ya msimu huu na kile ambacho kimeenda kutokea. Kwa hiyo wakati mwingine nafikiri tusubiri baada ya hizo mechi ndio tutaweza tukaona itakuwa. Ingawa hilo leo wanaposti goli la pili. Naam. Jana waliposti goli la kwanza Jumatatu. Jana wanaposti wiki nzima. Wiki nzima. Wiki nzima wanaposti goli moja. Kwa hiyo leo wanaposti goli la pili kwenye peji zao. Kwenye peji yao. Kesho wanaposti la tatu. Kesho kutwa la 4. Kwa la mwisho itakuwa Jumapili, si ndio? Huyo adibini huyo atakuwa anafanana na zaka za kazi. Wanaona ndugu. Raha ligi ya Kenya kuna vitu ambavyo anakuambia ndio kwanza tumeanza. Ndio kwanza wameanza. Ndio kwanza wameanza. Wako nafasi ya 7 Sofapaka. Lakini ndio hivyo tena, kocha amefurushwa ndani ya Gor Mahia Kogalo. Miongoni mwa timu ambazo zimekuwa na wakati mzuri, timu ambazo zimekuwa na historia kubwa katika ligi ya Kenya, basi huwezi kuacha kuitaja Gor Mahia, FC Leopards ambao ni mashemeji hawa wenyewe kiitwa hivyo. Wanapocheza wenyewe kwa wenyewe nyasi huwa zinawaka moto kweli kweli. Rasmi uamuzi wa shirikisho la soka Rwanda limeamua kwamba mechi kati ya Bukinsera FC dhidi ya Rayon Sport wiki iliyopita itaendelea Jumatano hii, ama itachezwa Jumatano hii Mei 21 saa 4 usiku na kuanza tena kutoka dakika 57 kwa timu kuwa na wachezaji wale wale pamoja na wasimamizi wote wa mechi kubakia wale wale. Mechi hiyo itachezwa bila mashabiki kuruhusiwa kuingia uwanjani, huko pia mechi zote zilizosalia ambazo Rayon Sport watakuwa nyumbani watacheza bila kuwa na mashabiki mpaka pale itakapotolewa taarifa nyingine. Kwa sasa ligi kuu Rwanda imebakiza mechi 2 kwa kila timu, huku baadhi zikisalia na mechi 3 kumaliza msimu, na huku vinara wa ligi hii ikiwa ni klabu ya APR wenye alama 61, huku Rayon wakiwa na alama 59 wakisubiri kucheza mechi yao dhidi ya Bugesera ambayo ilivunjika kutokana na vurugu za majirani ligi zao. Wanajitafuta kwa kiwango kikubwa, kwa sababu Rayon Sport na APR Rayon wamemfukuza kocha wao Robertinho yes. Majuma kadhaa yaliyopita. Ni kutokana na mwenendo mbaya wa matokeo. Wakawa naamini kwa sababu walimrudisha Robertinho wakiamini Robertinho ndio mwalimu ambaye aliwapa ubingwa mara ya mwisho wakati anaondoka, na alitengeneza kizazi kizuri sana. Kwa wakati wanamrudisha baada ya kutoka Simba, wakaamini kwamba kwa sababu ametoka timu yenye ushindani na ina mtazamo mkubwa, mentally atakuja kuwajenga kutoka pale walipo kwenda mbele zaidi. Lakini imekuwa sivyo bahati kwake, amekuwa na matokeo ambayo hayafurahishi sana kwa mashabiki wa Rayon. So uongozi ukaamua kumsitishia mkataba wake na benchi la ufundi kubaki kwa wale wanaoamini. Lakini kimsingi APR pia, unaelewa, APR nao walimfukuza mwalimu, unaelewa, yule Mkoresha. Baada ya kumfukuza na wenyewe shida kubwa ilikuwa ni mfululizo wa matokeo mabaya. Si unaelewa? Lakini wanaamini kwamba wao wanachokihitaji msimu huu APR ni kucheza ligi ya mabingwa kwenda kwenye hatua ya group stage. Hatua ambayo walianza kumtoa Azam FC, unakumbuka hapo. Wakaenda wakafurumushwa na Pyramids. So unaelewa? Yes. Leo hii Pyramids anacheza finali ya Champions League. Sasa timu imebaki na chini ya Thierry Timana wale APR. So unaelewa? Kwa timu zote hizi mbili walishafukuza walimu ambao walikuwa naamini wanaenda kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi. Kwa hiyo bahati nzuri Thierry Timana
anawafahamu APR vizuri na ameishi nao kwa muda sasa. Ni moja kati ya mechi ambayo kusema kweli sio mechi ambayo inapaswa kuchezwa bila mashabiki. Ni mechi ambayo inapaswa kuchezwa na mashabiki sababu ni mechi yenye mvuto. Yaani kama vile leo hii icheze Simba na Yanga bila mashabiki. Kwa hiyo unaweza ukaona hisia, ukakosa test na hisia za ukubwa wa hii wa hii mechi, sio? Lakini ni matatizo ambayo yanatokea kutokana na situation ambazo wamezipitia timu zote mbili. Kwa federation maamuzi hao waliyofanya wameyafanya kwa maslahi ya mpira, sio kwa sababu ya maslahi ya timu fulani. Na nikwambie tu katika race ya ubingwa pale Rwanda, timu ambayo inaongoza ligi mpaka hivi sasa ni APR ambao wana alama 61 wakifuatiwa na Rayon Sport wenye alama zao 60. Lakini hawa Bugesera ambao wanakwenda kucheza mechi yake na Rayon, wao wako katika nafasi ya 11 alama 32, jinsi ambavyo utaona katika race ya ubingwa tayari wameshajiweka wenyewe kule katika race. Wako wawili tu kama ilivyo katika ligi ya Tanzania, Simba na Yanga, lakini pia Rayon Sport dhidi ya APR katika kuwania ubingwa wa Rwanda. Lakini kama alivyosema Rashid, mechi kuchezwa bila mashabiki, lakini pia wakati mwingine inakuwa ni adhabu kwa timu husika kutokana na vurugu. Siku zote mchezo wa mpira wa miguu ni amani na upendo, Michael. Inapotokea vurugu kabisa, adhabu inakwenda kwa timu moja kwa moja. Hivyo mashabiki wakati mwingine wanaigharimu timu katika mechi za namna hii. Kabisa. Na binafsi naamini itakuwa wanataka wamalize kwanza hiyo mechi kutokana na kile ambacho kimejitokeza, lakini kuna namna ambavyo wanatakiwa pia kufanya kuhakikisha kwamba hayo matukio hayajirudii. Ingawa mpira wa miguu ni mchezo wa hisia, yani kuna watu ambao huwa wanafika mbali zaidi kutokana na mpira wa miguu. Unaweza kuona pia wengine wanakuta wanapigana, wengine wanatoleana lugha ambazo si nzuri sana, lakini hiyo yote ni kwa sababu ya hisia ya mchezo wenyewe. Bila shaka kama hiyo adhabu ya kucheza bila mashabiki inaweza isiwe hata mechi moja. Yani wanatakiwa waambiwe labda mechi 10 au mechi 5 au mechi 3 au mechi ngapi, ili shabiki aone umuhimu wa ile nafasi ambayo aliipata yeye kwenda uwanjani kwenda kuitazama timu yake. Naamini ni vitendo ambavyo bila shaka mamlaka husika kwa maana ya chama cha soka Rwanda wanaweza wakaichukua hatua zaidi ya hii ya kusema kwamba mechi irudiwe na itarudi ikiwa na wachezaji wale waliokuwepo na kila kitu ni kile kile pamoja na waamuzi. Lakini bado haitoshi. Kuna namna ambavyo shabiki anatakiwa ajue umuhimu wa yeye kuwa mule uwanjani, kwa maana ya kupewa adhabu zaidi ambayo itakuwa inawaumiza zaidi, ambayo watakuwa wanajua kumbe umuhimu wa sisi mashabiki kuingia uwanjani ni huu. Ama hii nafasi tunayoipata kuingia uwanjani tunatakiwa tufate kile ambacho tunaambiwa tukifuate, kwa maana ya kuwa watulivu uwanjani. Rashid, kwenye mpira wetu hapa kutokea ya kucheza bila mashabiki ya adhabu ya hapana, sina kumbukumbu ya kutokea. Ila sisi tushakupewa hiyo adhabu, yani Tanzania tushakupewa hiyo adhabu na CAF kucheza bila mashabiki. Bila mashabiki. Si Simba aliambiwa sicheze bila mashabiki. Nasfaction. Lakini kwa ligi, shirikisho kwenye ligi sikumbuki kuna vurugu. Ipo ishakutokea, lakini sasa ilikuwa ni mechi ya kujirudia. Unaelewa? Nakumbuka Sigara na Shinyanga Shooting washakucheza bila mashabiki. Bila mashabiki. Ligi ya chini sio ligi ya chini. Kipindi hicho ligi daraja la kwanza. Miaka ya nyuma kabisa. Miaka ya nyuma, yes. Na lakini hapa kipindi cha transformation hapa kutoka FAT kwenda TFF hakukuwahi kutokea hicho. Sina kumbukumbu kwamba kutolewa hiyo adhabu. Tumekuwa na nidhamu sana. Lakini adhabu kubwa imekuwa ikitolewa tu kufungiwa kwa viwanja na nini. Lakini adhabu ya kwamba maana hawa watacheza bila mashabiki sina kumbukumbu. Sikumbuki, yani sio sikumbuki. Okay, kwa sisi nafikiri haikuwepo hiyo. Maana yake tuna nidhamu. Mashabiki wana inaweza kutokea ukienda uwanjani. Sababu kuna vitendo sema sisi tunatoa sana adhabu ya fine. Kuna vitendo ambavyo vinaendelea kiwanjani. Nchi zingine hizo adhabu ambazo sisi tunatoa wao huwa wanafungia. Unaelewa? Yaani sisi tunatoa kwamba unapigwa fine ya milioni 2 na sui na usicheze michezo kadhaa, usishiriki sijui nini. Kuna kwa sababu
kuna hizo fujo ambazo zinahusisha mashabiki dhidi ya timu pinzani. So unaelewa? Kuwapiga vyupa, kuwatolea maneno mabaya, kuharibu mchezo. Umeona kama hii kilichotokea kwa Fountain Gate na Fountain Gate na nani? Na JKT. Yani cha Fountain Gate nini unaitwa? Wale mabinti kutokurudi kipindi cha pili. Fountain Gate Princess. Kutokurudi kipindi cha pili. Sio unaelewa? Manake hawa adhabu ambayo utakiwa kuwapa yani sio yani mbali tu na kukaa na uongozi wa Fountain Gate kutaka kujua ni kwa nini hamkurudi. Unaelewa? Ili hali utaratibu wa mchezo unatakiwa mmalize dakika 90. Sio unaelewa? Kama una malalamiko kuna kuweza kufuata. Yani mbali na fine, sababu tayari nimeiona barua ya shirikisho imewapa adhabu nafikiri milioni 2 na kuna hatua za kinidhamu zingine ambazo management ya team itaitwa, lakini timu kama hii pia imenyang'anya point pia. Inastahili imenyang'anya pia point. Point sio wamepewa JKT. Yes. Lakini timu kama hii inastahili pia kucheza bila mashabiki. Kwa mtazamo wangu, lakini sijasema kamati ifanye hivyo. Kwa mtazamo wako. Kwa mtazamo wangu. Sawa bwana. Kwa sababu inawezekana si tuje tucheze uchukue mpira uamue tu kuondoka tusicheze. Kazi kubwa na kazi ipo. Mechi ya wanaume wawili kutoka ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya AS Vita Club dhidi ya Kunguru wa Lubumbashi TP Englaba Mazembe inatarajiwa kuchezwa leo hii majira ya saa 11:30 jioni, huku AS Vita akiwa nyumbani. Kwa sasa ligi ya Kongo ipo kwenye hatua za kumsaka bingwa ligi hiyo, ambapo timu 12 zinachuana kusaka taji hilo, na TP Mazembe ipo nafasi ya 5 wakiwa na alama 9, huku Vita wao wakiwa na alama 8 kwenye nafasi ya 6. Timu hizo zote zinaonekana kutokuwa kwenye makali yake kwa msimu huu, lakini zinatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, kwa timu zote zenye ushawishi mkubwa na historia kubwa na historia nzuri ya soka la Kongo, lakini pia soka la Afrika. AS Vita Club. Sasa hizi timu zina shida kubwa kwenye management ambayo Michael hataki. Hizi za Kunguru wa Lubumbashi pamoja na AS Vita Club wana shida kwenye management. Kwa sababu kutoka wale mama kaondoka wa Vita Club. Umeelewa? Hao waliingia kwenye matatizo makubwa kwenye management. Timu ikaingia kwenye migogoro. Timu ikawa haina pesa. Na inasadikika kuna moja kati ya wadhamini wakubwa nchini Uturuki wanajiassociate na hii timu kutaka kuipa tough financial. Unaona kuna mabadiliko yalifanyika, wakampeleka Yusuf Dabu. Yusuf Dabu sasa hivi hayupo. Sasa hivi kwa Algeria huko. Unaona? Kwa sasa hivi timu ina mtu mwingine. Yes. Kuna watu wengi wamesajiliwa pale. Wakina Bankala wako pale. Wakina Suma kutoka Mashujaa wamerudi pale. Wapo pale. Lakini bado kuna hawajakaa vizuri, yani hawajaseto kwenye ule utaratibu ambao na kuitengeneza Vita Club kama ambavyo tulikuwa tunaifahamu hapo awali. The same to TP Englaba. Umeelewa? Mose Katumbi bado yuko nayo, lakini Mose Katumbi baada ya kujiassociate zaidi na mambo ya kisiasa ni kama hii timu ali-isolate. Baada ya hapo mambo yakawa mabaya. Leo hii unaiona kuna klabu ambayo inaongoza inaitwa Late Club nini sijui, ambayo ndio inaongoza ligi ya Kongo. Anayefuata nafasi ya pili ni Maniema ambaye for the last wako kwenye group for the last walikuwa Maniema walifanya vizuri sana kwenye group stage kwa mara yao ya kwanza, na walionyesha ushindani. Walienda kutoa sare na Mamelodi nyumbani, wakaenda kutoa sare Morocco, unaelewa, wakatoa sare pale, wakaenda kufungwa na FAR Rabat. Sio, unaelewa, kwa mara yao ya kwanza unaona Maniema walifanya kitu kikubwa, lakini msingi wa mpira wa Kongo ulibebwa zaidi na hawa majiant Vita Club pamoja na TP Englaba Mazembe. Lakini mpaka wanafika hapa unaiona Mazembe ile quality ya kushindana kwenye mashindano makubwa ya Afrika kwa kombe la shirikisho, Champions League, unaiona ile quality imepungua. Mazembe sasa hivi hata akicheza unaona kabisa kuna ubora wa wachezaji ambao wamekuwa nao hawajafikia kile kiwango cha kufanya Mazembe ilipokuwa mara ilipo. The same to Vita Club, ambapo ilikuwa na sifa ya kutengeneza wachezaji wazuri na wakubwa
kina Fabrice Ngoma tunawazungumza, kina Francis Makiadi, unawazungumza wachezaji wengi sana, Juma Shabani, wakina Makusu, wakina Juma Shabani, wakina Moroko, kina Twisila Kisinda. So unaelewa ni timu ambayo imezalisha wachezaji wengi na wakubwa. Lakini sasa hivi haijazalisha. Tunakuja kumzungumza Elim Panzo, wakina Maruf Shakei. Na hata alivyokuwa anaondoka Elim Panzo Vita Club, wao waliamini kwamba we nenda, sisi hapa alishakuwa mtu ambaye tunampenda, alikuwa naibeba hii club, ambaye alikuwa ni Maruf Shakei, ambaye leo yuko wapi? Yuko Singida Black Stars pale Vita Club. Vita Club, sio? Kwa hiyo bado ni kama Vita inatengenezwa upya. Lakini kwenye huu mchezo bado huwezi kuweka karata. Yaani ni timu ambazo zinafaa. Last time Vita Club alifunga Mazembe pale Lubumbashi kwenye uwanja wao wa nyumbani. This time Vita Club yuko nyumbani dhidi ya Mazembe. Bado mimi nawapa nafasi kubwa zaidi Mazembe Vita Club kushinda tena mchezo kwa sababu ya ubora na quality ambazo wamekuwa nazo. Wote wameporomoka, wote hawana mvuto, lakini wao ndio wamebeba taswira nzima ya mpira wa Kongo kwenye Lubumbashi. Ilikuwa wakicheza ile squad yao peke yake, unajua ilikuwa na watu, ilikuwa na watu na walikuwa wanacheza boli si kawaida. Lakini pia hata ukija kwa Vita Club 2017, 18, 19 ilikuwa ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa na wachezaji wazuri, lakini pia ilikuwa inapambana katika soka la Afrika kwenye ushindani ule wa hali ya juu, kabla ya management ya timu zote mbili kulegalega na wachezaji wengine kutimka. Kama Vita kwa 90% naweza nikasema wote waliondoka. Lakini Mazembe watu wakawa wanakwenda kunyofua mchezaji mmoja, timu ikawa sasa inajitafuta mpaka sasa. Saibako alishakuwa mwenyekiti hapa Vita Club. Ashakuwa mwenyekiti nani? Swaibango. TPOK Jazz. Frenki na Franco Luambo Makiadi. Alikuwa mwenyekiti wa Vita Club. Alikuwa mwenyekiti wakati ku TPOK Jazz. Haya bwana, ni timu mbili hizo, lakini tuachie wenyewe wa Kongomani. Kongole. Kocha wa Uganda The Cranes Paul Joseph Put ametaja kikosi cha wachezaji 28 kitachocheza mechi zijazo za kirafiki dhidi ya Cameroon na Gambia mapema mwezi ujao. Kikosi hicho kinajumuisha wachezaji 16 wa kigeni na 12 kutoka ligi kuu ya Uganda. Sura mpya ni Jordan Obita, beki wa kushoto mwenye umri wa miaka 31, anayecheza Hibernian FC katika ligi kuu ya Scott. Obita. Mzaliwa wa Oxford, Uingereza, mwenye asili ya Uganda, awali alichezea timu za taifa za under chini ya umri wa miaka 18 na 19 na 20 za England. Kikosi hicho pia kina kama Eliso Cabrados, Elvis Bomono, Isaac Muleme, Travis Mutiaba, Rogers Mato na mshambuliaji John Paul Dembe. Beki wa Wigan Athletic Toby Sibik pia anarejea akiwa ni sehemu ya kikosi kilichocheza mechi za hivi karibuni zaidi ya kufuzu kwa kombe la dunia dhidi ya Msumbiji na Guinea. Uganda itacheza na Cameroon siku ya Ijumaa tarehe 6 saa 10 jioni na kisha kumenyana na Gambia Jumatatu tarehe 9 jioni 12 jioni. Michezo yote miwili itachezwa nchini Morocco, huku kikosi cha Uganda kitarajiwa kusafiri hadi Morocco Jumatatu tarehe 2 Juni. Wamewajumuisha wachezaji ambao wanacheza soka nje ya Uganda hivyo na wale ambao wamepata makuzi katika zile academy za nje kule. Kuna vitu vya kujifunza sana. Obita. Yaani unajua nini nakwambia? Vitu vya kujifunza. Uganda wanaenda kucheza Morocco. Sawa? Kwa nini wanaenda kucheza Morocco? Kwa sababu viwanja vyao vipo katika marekebisho ya kuendelea kujiweka sawa sawa na CHAN pamoja na AFCON. Si ndio? Morocco Disemba msimu huu wana host AFCON, ili hali bado wanakaribisha majirani wengine kutumia viwanja vyao. Si wanavyo vya kutosha? Umeelewa? Wanavyo vya kutosha. Kuna vingine inawezekana vipa vitumiki. Sasa Guli, umeelewa ujielewa? Tuendelee ndugu yangu. Miundombinu ya viwanja wameianza zamani. Si ndio Michael? Wako vizuri kabisa. Wako vizuri kwa sababu ukitaja nchi za ukanda wa kaskazini
kwenye ishu ya viwanja wao sio shida. Na ndio maana nchi za ukanda wa Afrika ya Kati, kama nchi Afrika Magharibi wengi wanakwenda kucheza kama nchi inaomba kuandaa kombe la dunia, maana yake imejitosheleza. Yani kama nchi inaenda kuomba kuandaa kombe la dunia, maana yake iko vizuri. Uganda walipoteza na viwanja wako vizuri. Mimi kwangu Uganda alipoteza tiketi ya kushiriki kombe la dunia effectively ni kwa sababu ya kucheza kiwanja cha nyumbani away. Yes. Unaelewa? Yaani hiyo ilipoteza nguvu kubwa ya kujiamini. Sio, unaelewa? Kwenye hayo mazingira leo Tanzania bado tuna nafasi ya kushindania kupata best loser kwenye nafasi ya kucheza kombe la dunia. Tutakwenda kwenye FIFA break. Hawa wanaenda kucheza mechi za kirafiki. Nafikiri na Tanzania pia tunaenda kucheza mechi za kirafiki. Kwenye namna ya kwenda kuziandaa hizi timu zetu ni kama vile huu ukanda wa Afrika Mashariki, Tanzania na Uganda ndio ambao zinaendelea kupeperusha bendera vizuri, japo Kenya wanajaribu kufanya kitu kizuri na wana wachezaji wazuri. Ben Makati anajaribu kuitengeneza timu mpya ya Harambee Stars, lakini bado kwa sababu ana muda wa kuibuild team, nafikiri wacha tuendelee kumpa muda tuone ataenda kuipeleka nini, kwa sababu anaonekana ana ndoto kubwa za kufanya vizuri kwenye karia yake ya ukocha, hasa hususan kwenye national team. Lakini Puti amekuwa ni mtu ambaye anaita watu wapya kila siku kwenye timu yake. Kuna kipindi alijumuisha wachezaji wana miaka 30 kama 4 si 5. Waganda wakachechamaa. Kaka unatazama yule ambaye anakuokoa. Waganda akasema haiwezekani. Utuletee. Sisi tunajiandaa kwenda kucheza kombe la dunia, unatuletea vibabu. Muone alimjumuisha nani yule kwa Pele kiungo alikuwa acheza Simba hapa. Tadeu Luanga. Akamjumuisha kuna mchezaji mmoja anacheza Libya. Yaani ni wachezaji ambao age imeenda, lakini John Put akasema hapana, akasema lete Jordan Obita miaka 31. Akasema lete watu hapa. Sasa mtu ana miaka 31 means yani wale Sports Club Villa, Wakaso, wale URA, KCCA, yani wale manake amna watu sawa, ndio unaweza kupata exposure kwa sababu amecheza Uganda ni miongoni mwa timu ambazo zimekuza sana vijana. Soka la vijana, timu za vijana wako strong sana Uganda na vizuri mno, wamekuwa kiwapandisha na wamekuwa na wakati mzuri sana, kwa sababu akina Aucho ndio anaondoka, unajua umri tena ndio unasogea. Naam, tukiwa bado tuko na wewe hapa viwanjani, tunakwenda kupumzika kidogo. Tukirudi tutaendelea na zile taarifa ambazo tunazo. Siondoke mpaka saa 6.